Ni Bongo TZ FM, tuko na kocha Etienne Ndairagije katika uwanja wa Aga Khan hapa jijini Arusha. Coach, mambo vipi? Poa poa. Habari za siku nyingi? Nashukuru Mungu. Hali ya mazoezi ipoje baada ya kumaliza session ya leo? Tunaona vijana wako fiti. Session ilikuwa inalenga hasa eneo gani baada ya kuwa katika mapumziko au nyinyi mkuvunja kambi? Nashukuru Mungu, ilikuwa ni session nzuri. Naona tunatoka ku level moja tukisogea juu zaidi, na ule ufanisi unaendelea kupatikana na kuelewana. Unaona kama afu pia na fitness level ya wachezaji na imeinukia kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa hilo. Mchezo unaofuata ni dhidi ya KMC June 12. Kikubwa maandalizi, na utakuwa ni mchezo wa aina gani, kwa sababu KMC pia inapambana kule mkiani na nyie wakati huo mnawania kuwa top 4. Ni mechi itakuwa mechi nzuri, mechi ngumu, tukijua kama KMC wakiwa nyumbani wanatoa changamoto kubwa, wanacheza vizuri. Kwa hiyo tumejiandaa accordingly. That's why umeona kama nimejaribu kupush ili physically waweze kuwa tayari. Afu pia na tunajua kuwa ligi ikianza ni wiki mbili, tunacheza mechi 5. Kwa hiyo hakuna muda wa recovery. That's why now nimejaribu kupush zaidi ili tuweze kuwa na hiyo nguvu za kuweza kumaintain hizo mechi 5 kwa hiyo muda mfupi. Kuna bato kubwa kati yako TRA United, Singida Black Stars pamoja na JKT Tanzania katika top 4. Hii bato unaizungumziaje, na mechi ambazo zimesalia unaweza ukarejea pale katika top 4 ambao kuna muda ulikuwepo katika ligi ikiwa inaendelea? Moja kwanza naweza kusema uzuri wao wa ligi ni kuwa pakiwa bato ikiwa kama hivyo inatupush na wao tunawapush. Kwa hiyo ni kitu kizuri. Nadhani hata kwenye wafuatiliaji wa mpira wangependa kuona ushindani. Ni kitu kizuri, imetuweka kwenye sehemu nzuri. Alafu pia sisi kama TRA timu changa, ukianza kuambiwa kunafanya bato na timu kama Singida, timu kama JKT, tayari hiyo ni fahari kwetu. Tunaona kuwa kuna message fulani tumetoa. Kwa hiyo tunalipambania tukiendelea kupush, tukiwa tunafurahi kwa kuna kazi imefanyika. Kwa hiyo lazima tunaomba Mungu ili tuwe na mwisho mwema na tuishuhudie TRA ikimaliza nafasi ya 4. Cha kwanza sasa hii tunaangalia mechi ya KMC. Mungu akitujalia tukipata point 3 tutafocus na Mungu, then tukifika kwa mechi tutaangalia tumefikia wapi. Kupata hiyo nafasi ya 4 itakuwa ni baraka kwetu, na that's why tunaipambania. Kuna mchezaji ambaye alipotea kwa muda fulani hivi na sasa tumemwona na katika kikosi chako anapata nafasi, na mzungumzia Ali Nganza ambaye alicheza soka la kulipwa barani Amerika huko. Kuna kitu gani umekiona kwake na nini ambacho umekigundua hadi anapata nafasi? Kwanza mimi nimemkutana kwenye timu, mimi nimeingia, nimemkuta, nikakutana anafanya mazoezi, talented, namfahamu. Kwa hiyo ametumika. Nadhani kwa jinsi nilivyomkuta na kwa leo ni tofauti sana. Anaendelea kupambana na push, ni mchezaji mzuri, ni mchezaji anajituma, afu ana consistency kwa kila anafanya. Mazoezini kwake, mazoezi na mechi the same. Unaona kama ni mtu anajituma kila siku, na imani kawa akipendelea kupata nafasi ataimarika zaidi. Mambo vipi Chobwe? Safi kabisa. Levo. Naona umepoa baada ya mazoezi. Bwana, umekuwa na msimu mzuri sana na performance hali ya juu. Siri kubwa ni nini kwako? Cha kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kiukweli siri kubwa mpaka nimefika hapa ni mazoezi. Siri kubwa mpaka nimefika hapa ni mazoezi. Na labda kuna kitu ambacho mwalimu huwa anakuongezea kwako kwamba bwana fanya hivi? Ni kweli kuna vitu vingi huwa ananiambia niweze kuvifanya. Kwa hiyo tunavianzia mazoezi, baadaye tunavihamishia kwenye mechi. Okay. Kikiwemo kipi yani? Unajua kuna ile individual ile anakufuata kwamba Chobwe doe labda una ubora fulani. Fanya hiki. Na kiukweli sifanye individual, lakini mazoezi nafanya ya timu, lakini anakuwa mengi mazoezi mazuri. Kwa hiyo nafanya kwa nguvu, kwa jitihada, baadaye nahamishia kwenye mechi. Kuna picha nyingi zimetembea hapa karibuni kwamba wewe na nahodha mshambuliaji wa Simba Selemani Mwalimu mmecheza pamoja huko wakati mnaanza kujitafuta katika maisha ya soka. Labda mlianzia wapi na sasa hivi hapa mlipo wewe na mwenzako unajisikiaje, na huwa mnazungumza nini katika kupeana moyo?
Tumeanzia mbali kiukweli, tumeanzia mbali. Kuna kipindi tumecheza wote Geita, timu za mtaani tulikuwa naye. Kwa hiyo ni jambo zuri unapokuwa na mtu unamuona amepusha, amefika kiwango kikubwa kiukweli, inakuwa ni jambo zuri. Kwa hiyo mimi namuombea sana kwa Mwenyezi Mungu aendelee kupambana afike mbali zaidi. Na wewe labda kwa upande wako huwa anakupa maneno gani? Kiukweli Sele huwa nikifanya vizuri ananisifia, ila ni mtu fulani ananiponda kweli, yani hajawahi kunikubali. Anakuponda vipi aje hapo? Anipiga tu mdomo, sijui nini, winga wa kawaida nini. Matani tu katika kuhakikisha kwamba ile anakutia moto zaidi. Ananitia moto zaidi. Na wewe akizingua kama vile bana kosa magoli, afu katika magoli matatu anaweka goli moja kambani, huwa mzingui? Nikimzingua ananikatia simu. Anakata simu? Anakata simu. Anaambia sitapokea simu zako. Sawa. Chobwedo pia kutoka huko umekuwa ukitajwa sana. Mara unatajwa kushoto, mara Simba, mara Yanga. Yaani unatajwa. Hizi taarifa wewe unazipokea kwa staili ya namna gani? Taarifa nakutana nazo sometimes mtandaoni, lakini mimi bado mchezaji wa TRA na mkataba na TRA. Kwa hiyo ndo mpira bila tetesi hauwezi kuwa mpira. Na kwenye upande wako sasa, kuhusishwa na hizi club kubwa au club kongwe, kuzipokea kwako, yani inakuongezea nini katika career yako? Inanitia nguvu kwamba naona inawezekana. Kwa hiyo inanipa nguvu kiukweli, niendelee kupush nifanye vizuri zaidi. Katika hustling yako ya kutoka, umesema unacheza timu za mtaani, Geita huko pia umecheza, kipi ambacho hutokuja kusahau wakati unajitafuta, na unawashauri nini vijana wengine ambao pia wamepita njia kama yako? Kiukweli changamoto ni kubwa sana, hasa mpira wetu wa kibongo na changamoto nyingi sana. Kikubwa changamoto zangu nilizopitia nyingi bana. Kuna sometime unaenda kwenye timu kuna kipindi timu yangu nilikuwa nacheza FC, tulikuwa tunasafiri mpaka na ice, yani tunatoka Arusha tunaenda mpaka Kigoma na ice. Kwa tulikuwa tunapata fatiki moja kubwa, lakini tulipambana. Namshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipofika. Unawapa nini au neno gani vijana ambao wanakusikiliza wakati huu? Wapambane, waamini kwamba Mwenyezi Mungu ndo anatoa riziki, lakini vijana sasa hivi wengi wanaamini yani kwamba nikicheza kumbe inawezekana, yani wanataka mafanikio mafupi yani. Kwa hiyo lazima kuna saa atakutana changamoto nyingi, lazima azipokee. Mwisho wa siku naye Mungu atamjalia, atampa riziki yake, atafanya vizuri. Shukran sana. Asante sana. Umekuwa nahodha katika kikosi cha TRA United. Ni miongoni mwa timu ambazo zinafanya vizuri. Malengo awali ilikuwa unasema kumaliza top 4, na sasa hivi mko nafasi ya 6, mechi zimebaki chache. Una maneno gani au una maono gani kurejea katika kauli yako kumaliza katika top 4? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi ya 6. Na cha pili pia malengo yetu si hapo pale. Sababu bado ligi haijaisha. Ligi inapoenda kuisha ndio tutajua bwana tumefeli malengo yetu, lakini tupo nafasi ya ngapi. Lakini sisi mpaka sasa hivi malengo yetu ni pape top 4. Kwa sababu bado mechi bado hazijaisha na ligi bado haijaisha. Sawa. Katika muda ambao umecheza ligi kuu, wewe ni beki wa kati na kiongozi uwanjani, mshambuliaji gani ambaye umekutana naye ukasema mwamba leo amenipa tough game, hasa katika eneo la ushambuliaji? William Mwediga wa Dodoma Jiji. Kitu gani ambacho anacho? Msumbufu yule jamaa. Yaani wewe unataka umgonge nini ekaeka ndo anazipenda. Kwa msumbufu. Sawa. Kuna story moja mimi ambayo nimekutana nayo katika pitapita zetu za kiuandishi wa habari kwamba uliwahi kwenda Namungo na ukakaa nao hadi pre-season, lakini mwisho wa siku ukaja TRA. Labda nini kimetokea ambacho watu wengi hawakijui, na situation hiyo haikukutoa mchezoni? Hapana, cha kwanza hajanitoa mchezoni kwa sababu nilienda kweli Namungo. Tulikubaliana kwamba niende kusaini. Lakini ulipofika kule kuna mambo ambayo yalitokea sintofahamu. Kwa hiyo sasa kipindi natoka kule sasa nikanafuata barua huko TRA kwamba lizileta ukifuata barua ndio TRA akamwambia hapana uondoke. Baki usaini hapa. Kwa hiyo ikabidi nisaini pepe mwaka mmoja. Kwa hiyo umebaki hapa TRA? Nimebaki TRA. Unahusishwa pia na klabu mbalimbali zikiwemo za mjini kule kwamba bwana yule beki tunamhitaji. Kwako zimefika, na hata kama hazijafika ukiziona mtandaoni wewe kwako unazipokeaje? Cha kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, na mpaka tetesi zipo, na ni kweli labda kitu kinaongeleka naweza kuwa ni kweli au si kweli, lakini mimi mchezaji inabidi niongeze juhudi ili tetesi zije kuwa kweli. Na kama ni kweli wananihitaji basi nitaenda inshallah. Ni kila kitu namwachia Mungu. Mungu ndo anajua hatima yangu. Role model wako ni nani katika nafasi hii unayocheza? Hapa Tanzania au nje ya Tanzania? Kote. Kote.
Pale Arsenal pale. Nani? Wale wawili Saliba na Gabriel. Bongo. Bongo kuna mtu mmoja nilikuwa na mkopi tangu niko mdogo. Cannavaro. Nadir Halub Cannavaro. Kitu gani kwake ambacho wewe kilikuwa kinakuvutia hasa? Jamaa alikuwa aggressive sana. Shukrani sana. Haya, pamoja. Jo rekodi wanataka kuingia kwenye sasa. Tutakuwa tuna raundi tatu tu. Ili ushinde pale unatakiwa rangi ya koni yako hiyo. Kidogo lakini unaweza kuongelesha matusi kule. Anaenda Geita anampokea nani? Anampokea Ali vipi Ali? Mazoezi magumu. Kuna game problem. Ali jo Ali. Nyumbani. Kwa nini unafikiri mmewashinda wenzenu? tunasema tunapoenda pale. Tunatumia kitu tunaweka hapa, tunaacha visitor, tunachukua mipango. Sawa? Tushakabisa hapa moja pale. Hawana akili kwamba sisi tunawatega. Watakuja kuharibu hata kwa sehemu nyingine, sisi tunakwenda kwa huko. Mtoe fikiri afu tubaki ngapi? Mtoe fikiri. Ngapi? Mtoe fikiri ndio bosha kwa kipa huko akadeketi huko. Kesho mna session hapa? Kesho nice. Turudie. Sawa. Sema sana, sikilize. Sema nini? Lakini kesho